One two. Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV. Karibu kipindi cha Mastori Mob ambacho hapa nakutana na mbali ambazo kwa nimekuandalia, na hii ni live kabisa. Saizi saa 2:30 ambapo tuliongea kwamba tutakuwa tuko live kutupitia hapa Ropai Online TV. Jukumu lako ni moja tu, usahau kusubscribe, kulike, share na comment Ropai Online TV. Kwa hiyo leo habari ambazo nimekuandalia bwana ni habari kibao ambazo nimeziandaa kutokea hapa Ropai Online TV ambazo tuko live. Lakini habari ambayo nimeandaa bwana ni kuhusiana na Ben Paul. Ben Paul bwana ameweza kusimulia maisha yote ambayo na kiasi gani ambacho kimemfanya akakaa kimya na kutulia, ambapo amepitia kipindi kigumu kwa kiasi ambacho amezungumza. Na kama wewe ni msanii ambapo ni upcoming, kuna kitu ambacho utajifunza kupitia hicho kitu ambacho Ben Paul ameweza kuzungumza. Lakini Ben Paul bwana anaweza kudondoshea kitu ambacho ameweza kukizungumza. Hemu kisikilize hapa na muangalie Ben Paul kupitia Ropai Update. Karibu ndugu zangu, nataka niwaambie story moja, lakini mpaka kuamua kwamba nitawaambia hii story kaza sana, sio rahisi kusema vitu kama hivi. Lakini imani yangu mimi ni kwamba kuna mtu atapata kitu, atajifunza kitu, itamsaidia kwenye mapambano yake. Mwaka 2014 nikiwa mimi tayari maarufu, kwa sababu mimi nimetoka mwaka 2010 ndio nimetoa ile nikikupata 2010 pale mpaka 11 nikapata tuzo wimbo bora wa R&B, nikatoa wimbo maumivu na my number one fan, nikashinda tena mwaka 2012 nikashinda wimbo bora wa R&B my number one fan, nikatoa Samboira maneno pete, nikaja nikashinda tena 2013 mtunzi bora wa Bongo Flava 2013. Mwaka 2014 nikaufungua na wimbo wangu unaitwa Unanichora, ambao nilifanya na Joe Makini, video alishoot Nisha, rest in peace. Mwaka ule sasa 2014 sijui nini kilitokea. Siku moja tu nimeamka nashtuka, naona mbona muda mrefu sana sijafanya show, sijapata kazi ya show. Nikamwambia mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi, ambaye pia alikuwa rafiki yangu, KT, unajua tujafanya show muda. Kweli. Sasa unajua hapo nyuma nilikuwa nimefanya kazi nyingi sana, zile show za tour, Kilimanjaro Music, Tanzania Music Awards tour, sijui Fiesta, hela nyingi. Unapiga show labda 15 unapata kitita umeweka ndani. Nikanunua na gari, nakumbuka nilinunua Toyota Wish milioni kama 15 hivi, unaona. Kwa hiyo hizo kwa unafanya show 10 huku, show 15, show hii. Kwa hiyo ikafika ule mwaka 2014 bila kujua wala kutarajia chochote, siku moja tu show zikawa hamna. Na kipindi kile ilikuwa hela unategemea show zaidi, kwa sababu mambo ya ringtone nini yalikuwa bado hayasomeki, sijui mambo ya digital yalikuwa bado hayaeleweki. Sana ilikuwa ni shows. Kwa hiyo nikashangaa tu show hamna, unaona. Imepita wiki mbili, wiki tatu, mwezi. Sasa si unakuwa unatumia zile hela ambazo unazo, zile savings zako, unakuwa unazichanja tu, unatumia, umeweka mafuta, umetuma nyumbani, umekula, umefanya nini, umenunua umeme, unatumia mwezi, miezi miwili, mitatu, minne. Kila kitu kingine kilikuwa kiko vile, jina kubwa, mshindi wa tuzo, interviews kila baada ya siku 2-3 unapigiwa simu, redio za mikoani, redio za unapigiwa simu, kila kitu kilibaki vile, ila hela inayoingia ndani ilikata. Kwa hiyo hela zikawa zinatumika tu, unatumia, na sasa unakuwa hujui kwamba hii itaenda kwa muda gani. Kwa hiyo you just spend tu, unaona kama labda mambo yatakuwa fresh kesho kutwa. Ndugu zangu, ilienda hiyo hali mpaka zile hela ambazo nilikuwa nazo nimesave za akiba zikaisha zote. Kila kitu kiko vile. Kumbuka sina kesi mimi, labda skendo imenishusha au imenichafua au nini, hamna. Interviews zinaendelea kuita, sijui wasanii, yani kila kitu kiko vile, na huko nje watu wanaona kila kitu kiko vile. Normal, wewe ni msanii mkubwa,
lakini tu hela zimekaa kwa muda mrefu hazijaingia kabisa, na unatumia tu. Ndugu yangu, mpaka siku moja pale nilipokuwa nakaa, tulikuwa tumepanga pamoja na rafiki yangu ambaye alikuwa kama meneja wangu. Siku moja niece wake ambaye binti moja miaka kama 10, alikuwa miaka kama 10, 11, ambaye alikuja pale kukaa kwetu kwa muda. Siku moja ameamka asubuhi, rafiki yangu ameenda kazini, alikuwa ameajiriwa mjini. Ameamka yule binti asubuhi, ananiambia, Uncle Ben, majani ya chai hamna, naomba hela tukanunue majani ya chai. Majani ya chai pakti ile box inauzwa kama 3,000 hivi. Sina 3,000. Nikasema nini kimetokea? Hamna 3,000. Nikapata sana mawazo, nikampigia yule rafiki yangu, bwana, unajua mimi hapa ameniambia naomba hela majani ya chai, hata hela majani ya chai hamna. Imekuwaje? Na nyuma yake kidogo, katika kupuyanga na kujaribu ku maintain kidogo maisha, gari yangu ile tulikuwa tumewekaga bondi kwa 5,000,000, na ile gari nilinunua 15,000,000. Kuna mdau mmoja tukaenda tukaiacha ile gari kwa 5,000,000, unaona, kwa riba zimejaa, muda umeenda mrefu, ile imeshindikana kugomboa. Yule jamaa alisema mpaka tumpe ile 5,000,000 tu bila riba, nayo haikuwepo. Gari ikauzwa mbele yetu. Nikarudi nikaanza kutafakari, nikasema, Beni wewe, hii ndo hali halisi. Wewe ulianza huu muziki ukiwa huna mia, huna watu, huna chochote, lakini ukafanikiwa, ukatoka. Kwa nini usirudi tena pale pale ulipoanzia, ukaanza kama vile kama ulivyoanza mwanzo, ulivyokuwa huna jina, ukarudi pale pale ukaanza tena na moja. Saizi utaanza ukiwa una faida nyingi, una jina umetengeneza, unaona, hujachafuka huko nje, na sauti unayo, kipaji unacho, utunzi unao. Rudi pale pale ulipoanzia, anza upya. Kwa nikarudi mimi, nikachukua begi langu, nikamwambia mshikaji wangu, bana, mimi naenda nyumbani. Nimetoka nikaenda Vingunguti nyumbani. Nimechukua daladala, tena siku nikasema kabisa sivai kofia wala miwani. Nimepanda daladala na begi langu. Mungu alivyowaajabu siku ile, kwa sababu nilikubaliana na hayo halisi. Hata sikupata fedha yoyote, wala hamna mtu hata alikuwa na time na mimi. Kwenye daladala kulikuwa kuna wanafunzi, kuna nani, watu wako busy, wanafunzi wanafanya mahesabu, mwingine ananyonyesha huko, mwingine nini, konda anapita, anadai, anachukua hela, hata hamna mtu anakuangalia wala hamna time. Nikasema mimi nilikuwa najua ningekuwa singekaa kwa amani, lakini hamna mtu ana time kabisa, hakuna mtu hata amenizingatia. Umeona, nikashuka na begi langu nikaenda Vingunguti nyumbani. Nimefika nyumbani, mama Beni, shikamoo. Mama, nikakaa kabisa, nimefika tu nikaanza kumueleza, mama, nimekuja hapa, nimerudi, sina mia, kwa nitakaa hapa, nitajipanga hapa tena, nitakuwa naenda studio, nikitokea hapa nitaanza harakati zangu tena upya nikiwa hapa. Kaniambia hamna shida, hapa kwako chumba chako hichi hapa. Kwa nikarudi tena kama homeboy, kama dogo aliyemaliza shule anaanza maisha, nikiwa na hali na jina. Ukikaa hapo siku 2-3 unapigiwa simu, bwana una neno gani kwa wasanii wanaochipukia? Unafanya interview kwenye simu nini, una inspire watu. Mzee alivyorudi jioni kutoka kwenye kazi zake nini, mishemshi zake biashara, maza akamwambia, bwana jamaa amerudi hapa, anajipanga tena upya, mambo yake yamevurugika huko fresh. Kwa hiyo maza, mzee akiacha pale 15,000 20 ya kula, maza akakutupia buku 2 hapo, weka vocha, unaona. Kwa hiyo ikawa ndio maisha yangu, na jina kubwa huko nje, watu hawajui. Usiku kama na 5,000 10,000, natoka na kula zangu Cape, nachukua daladala naenda studio kwa Ima the Boy na rekodi, naenda studio kwa Mswaki na rekodi. Umeona, siku nikipata labda sijui 50,000 laki ngapi, nachukua labda bodaboda, naenda na bodaboda, nafanya kazi kwa Ima the Boy, tunakesha usiku. Umeona, naenda kwa Mswaki, tuna rekodi mangoma, rekodi yani kama vile nilivyokuwa zamani, isipokuwa tu saizi nina jina,
lakini natembea zangu usiku tu, naenda studio usiku. Unaona, nimerekodi, nimeenda hivyo karibia mwaka 2014, karibu mwaka mzima tumerekodi hapo nyimbo kibao, masofia manini yamerekodiwa tu, yako ndani. Umeona, rekodi 2000 bro sister, nimetoka 2014 mpaka 2015 nimeishi hivyo karibia robo tatu ya mwaka. Mwanzo tu ndo walikuwa pazuri kidogo, lakini robo tatu ya mwaka imeenda hivyo. 2015 imepinduka, imeanza mwanzoni tu Januari nikatoa Sofia audio, nika release tu, nikatuma kwenye email za wadau, radio nini, nika release. Mind you, wakati huo, yani muda ule wakati natoa Sofia, kulikuwa kuna trend ya watu kumwaga hela kwenye radio. Yani ndo kwaito zimetoka zile nini, wasanii wanapiga sana kwaito. Yani kutoa muziki hivi bila hela, yani mkono mtupu, ilikuwa ni kazi sana. Yani watu walikuwa ni hela zinamwagwa yani kwenye radio, yani nyimbo zinapigwa kama njugu yani. Kwa hiyo mimi nikatoa kisofia changu hivyo hivyo, sina 100, nikakirelease hivyo hivyo, nikatumia watu, nikawapigia simu watu, bana wimbo wangu mpya huo. Unajua watu kwa nje hawajui, walikuwa hawajui chochote, wanaona tu labda baili nini. Kwa mimi nikatoa ule wimbo hivyo hivyo, kama ndani ya wiki 2 ule wimbo ukaanza kulipuka, ukalipuka ule wimbo. Sofia kila sehemu, watoto wanajirekodi, akazimia ibaya, wimbo umelipuka nchi nzima. Nikathubutu, nikasema ngoja niandae Sofia Night. Umeona, Sofia Night Dodoma. Sawa, nikawasiliana na ukumbi kule Dodoma. Unaona, ukumbi fulani ulikuwa unaitwaje ule, nimeusahau jina, ulikuwa karibu na airport. Sasa nadhani ulivunjwa zamani. Umeona, nikawasiliana nao pale, nikaba nataka nifanye show yangu hapo Sofia Night. Poa hapo, nyinyi mtauza drinks nini fresh. Poa. Nikakaa nikasema hii show hili inoge, inabidi nipate wasanii wengine na support. Nikampigia mtu wa kwanza Dazen. Bana naomba favor. Kwanza Dazen nilitaka anipe mention. Nilitaka nimuombe anipe mention Clouds. Aseme tu bwana, guys bwana tarehe hii Ben Paul atakuwa Dodoma Sofia Night nini. Mwana Dazen, bwana naomba support yako. Nafanya show yangu mwenyewe Dodoma. Naomba mention. Nisema tu kwenye kipindi kwamba tarehe hii nitakuwa Dodoma. Dazen akaniuliza, favor nyingine gani unataka? Nikasema mimi nataka kimoyo sasa. Nataka tu hiyo, lakini kaniuliza nataka favor gani nyingine? Jamaa anataka kunisaidia zaidi. Nikaropoka, nikamwambia favor nyingine nataka wewe pia twende Dodoma ukawe host wa show. Akaniambia say no more. Tutakuwa wote. Wote ananiwekea mafuta na accommodation tu, wapi nitafikia, imeisha hiyo. Nilipokata simu nikasema, show yangu ishakuwa na Dazen ndo host. Fresh. Nikampigia mamangu Adija Kopa. Mama, shikamoo. Mwanao bwana Ben Paul nataka nifanye show yangu Dodoma Sofia Night. Naomba support mama, uje pale na wewe ufanye show. Nataka show yangu iwe na wewe, Weusi na mimi. Mama kanambia sawa mwanangu, mimi nitakuja. Nikamwambia sasa mama, utanifanyaje? Utanichaji shilingi ngapi? Akanambia mwanangu, wewe utakachojaliwa hicho, mimi nitakuja kukusupport. Chochote utakachokuwa umejaliwa utakipokea. Nikasema asante mama. Tengeneza posters nini, nikampigia Joe Makini. Joe, mzazi, na show yangu Dodoma, nilikuwa nataka Weusi pale, naomba support. Joe akaniambia bana fresh, taongea na washikaji. Kaongea na washikaji wamekubali. Inabidi tunifanye arrangement wa safari na accommodation. Bro, hao watu wote naongea nao, wao wanajua hawajui mimi hali yangu, lakini wana ile respect, wanakupenda nini. Nikawa na show iko tight kiasi hicho. Tengeneza posters nini, fresh show inatangazwa huko Dodoma, ikawa gumzo. Nikapambana kuhangaika kupata usafiri wao na hoteli na nini. Umeona, lakini tukasafiri mpaka Dodoma, tukapata hoteli, tukakaa, tukajiandaa. Muda wa show umefika, tumeenda kwenye show, tunaenda ukumbini kwenye show. Tunafika pale kwenye show, eneo la show, sehemu ya kukatia tiketi pamejaa, kuna foleni mpaka huko. Yani sisi tunakuja na gari, foleni tunakuta watu wako foleni, sema watu wanaenda wapi? Foleni inaenda mpaka mlangoni. Yani show ilikuwa imejaza vibaya mno, mpaka kwenye gari pale wananitania, wanataka beni umeroga nini? Nikasema wala sio vitu vyangu hivyo.
Basi tumeingia, tumefanya show pale, show imeisha, nimekaa hoteli, show ile pale getini nimepata karibia milioni 15. 15 million mkononi. Sawa. Nikachukua hela kidogo, nikapanga video ya Sofia. Tukafanya video ya Sofia, rest in peace Alfani. Alfani akadirect ile video ya Sofia, tukashoot. Na Skana alikuwepo sana pia location pale kusaidia nini. Video ikatoka, video ilivyotoka ikazidi kuchochea moto, wimbo kama bonge la wimbo. Tour ikaendelea, nikaenda Masingida huko, wapi Manyoni, Njombe, wapi, nikaendelea kufanya hizo show. Nikarudi kwenye form. 2015 yote ikawa imeshakuwa colorful. Hela zinaingia, shows za kumwaga. 2016 Moyo Mashine nikatoa. Moyo Mashine nenye ikavuruga vibaya mno. Hatujakaa vizuri, Darasa naye amekuja, tumefanya na wimbo muziki, imevuruga mpaka Kenya, unaenda unafanya show Kenya, unaona ikawa yani sasa hapo ndo yani non stop. Ikaja sijakaa vizuri, nikatoa phone, baby check my phone na Mr Easy, vurugu. Yani nikasema pale tuliporudi pale, tulipoangukia pale, haturudi tena, hatuanguki tena. Kwa hiyo kuna setting ikawa kwenye kichwa changu, yani ni kama soundtrack naishi nayo, kwamba hata yani mambo yawe vibaya kiasi gani, tutaishi, tutakuwa yani lazima kutakuwa kuna kitu sehemu ambacho kitakupatia hela no matter what. Labda atuombei, labda upate changamoto kubwa sana, sijui changamoto kama vita labda kwenye nchi au sijui ni nini, lakini kama kila kitu kiko nomo, hatuwezi kurudi kuanguka pale tena. Na kwa sababu hiyo ndio maana mimi mtu sijui atakuja na lugha gani mimi kuniambia mpaka nikakata tamaa. Siwezi nikakata tamaa. Hata nyimbo na kuimba maneno bado kidogo kubali. Kuna story hapo najaribu kuisema ambayo ndio soundtrack yangu mimi mwenyewe ninavyoishi. Kwa hiyo ndio story yangu nitaka ni share, na naamini kuna mtu anaweza kupata chochote hapo. Imechukua nguvu sana kusema hiyo story, lakini ndio ukweli. Pamoja sana, one love. Mungu awalinde wote, awajalie heri kwenye mambo yenu na mapambano yenu. Peace. Unaweza kaniambia kwamba umejifunza nini kupitia hiyo kitu hapo? Sorry, ni matatizo ya kimtandao. Unaweza kaniambia kwamba umejifunza nini? Wewe kama ni msanii ambaye umeanza kupitia hii story ambayo ameachia Ben Paul. Yeah, of course Ben amenikaa sababu wiki ijayo tutakuwa naye kwenye kipindi hapa live. Kwanza kaniambia kupitia Ben Paul wewe umejifunza nini? Lakini kutokana na kazi ambazo zinazidi kwenda hapa, leo nitakuwa na producer kutokea Ropai production ambaye anaitwa Skilla, ambaye nitakuwa na Master naye kidogo hapa kwenye picha cha Master Mob. Pia naweza kutuambia kwamba wao wana superstar wa kuonekana, alafu namna gani wao wanapitia maisha magumu kupitia kwamba wana maisha mara mbili, kwamba kuna muda anaonekana kama Ben Paul vile, afu kuna muda fulani kumbe sio Ben Paul, kuna namna fulani anakuwa kama vile ana shake. Kwa hiyo wasikia kama kuna Skilla, lakini kuna muda fulani anaishi different na Skilla mwenyewe, au sio? Ropai update, na hapa tupo Ropai Online TV, lakini kupitia hapo nyuma kamera pia yuko Dr. Ned, au sio? Master Mob kula hiyo. Karibu Skilla. Kwa hiyo kutokana na vitu ambavyo vinazidi kwenda kila siku na michanganyiko ya kazi ambayo inazidi kwenda, niko na Skilla hapa. Skilla mnyama, kutokana na geography nzima ya studio. Kwa hiyo tutaenda hivyo.
Tenda hiyo Skila. Hapa kuna chupa yetu ya chai. Ndio kupata kahawa. Asante, karibu kwenye kipindi cha Mastori Mob ambacho kinakuwa kutokea hapa moja kwa moja Ropai Online TV. Karibu Skila. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Na nimefurahi pia. Yeah. Watu wengi hawakujui kwamba who's that by the way? Nani huyu hapa ambaye anaongea? Labda sijaweza kukutambulisha ambavyo inavyotakiwa. Labda unaweza kumwambia mtu kwamba wewe ni nani, unafanya nini? Okay. Mimi kwa jina halisi naitwa Hasani. Ila kwa jina la sanaa la producer naitwa Skila. Yeah, naitwa Skila. Ni producer wa muziki. Yeah, nafanya muziki aina yote. Yeah, kutoka Ropai. Swala zima la wewe kufanya muziki limeanza kipindi gani? Muda sana, 2014. Yeah. Na mwanzo wako na saizi unaona kuna kitu gani ambacho unafanya ambacho unasema wow, nimebadilika? Movement ni kubwa sana kutoka sehemu nilipokuwa mpaka sasa hivi. Ni uwezo tu wa Mungu, kwa sababu changamoto zipo nyingi. Yaani kuna vitu vingine vikakisha tamaa, lakini kwa sababu napenda kwetu nipambane mpaka hapa sasa hivi nilipo. Okay? Yeah. Na ni nani ambaye alikuinspire zaidi kwamba naweza nikafanya na mimi kama friend? Kwa kweli bwana ni sekondari huko. Sana sekondari bwana. Unajua tena vipaji wao vinaanziaga mashuleni. Yeah, ila kwenda nilianza kuimba kabla kuwa producer. Kalifanya kazi ambayo ikawa nje ya uwezo wangu, nikaona sasa kwa nini kwa hivyo mwenyewe. Lakini kumbe sikujua kumbe ndani na talent. Ya producer kabisa. Na muda gani ambapo unapenda kufanya kazi? Yaani muda gani ambapo ukifika kwamba sasa muda kama huu ndio napenda kufanya kazi? Mimi ni usiku. Sasa unawezaje kufanya kazi usiku? Mara nyingi sana napenda kufanya kazi usiku. Unamaanisha kazi kabla kurekodi naweza kurekodi labda mchana, lakini beat mixing unafanyaga usiku. Yeah, kwa sababu kumetulia. Kuna nini? Yaani siri gani ipo usiku? Kwa nini usiku mzee? Usiku hamna kelele, hamna piga mara kapita, mara huyu mara kaita, mara kafanyaje, kwa hata vocal unazisikia, sound unasikia, kwa umetulia unafanya kazi. Upo Kilimanjaro na top in Kilimanjaro kwenye producer, unavyohisi kwako ni nani ambaye atakuwa top? Hamna. Hapana, sijaona. Hata ya upo? Mimi mwenyewe nipo, lakini bado top. Mimi napambana, nataka nifike mbali kimataifa kabisa. Ni ujilinganishi na hapa yani. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni more than, yani zaidi ya hapa. Nataka nipige mbali zaidi ya hapa. Na kitu gani ambacho unapenda kufanya tofauti na producer? Ukiwa nje na kazi unapenda kufanya nini? Napenda sana kujishughulisha na vitu vidogo vidogo tu. Kawani nadhani tu ni kujihusisha na masuala madogo madogo, labda mazoezi hivi, au labda kuna kikazi kidogo hivi labda nifanye tofauti na masuala ya producer. Yeah. Mmekuwa mkiroga sana, unajua Skila. Mnawanga nasikia. Sasa I don't know, vipi unaamini kwenye kuroga au uchawi nini? Hapana, mimi siamini kwenye kuroga. Mimi naamini katika upande wa Mungu. Yeah. Skila ni dini gani kwa mfano? Mtu akitokea sema of course Skila ni dini gani? Ili tujue, je, unaamini kwenye majini au unaamini kwenye? Mimi ni Muislamu. Kwa hiyo jini alikatai. Mimi Muislamu. Kwenye swali la kizushi, je, Skila uko kwenye mahusiano mpaka saizi? Una mke? Mimi na mke. Lakini unajua nyie mkatazi kuongeza.
Hapo kwenye kuongeza hapo hapana. Nilionaye tu ananitosha. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, kipindi ni Mastori Mob na tuko na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ulisikia story za Ben Paul ambapo aliweza kuzungumza kwamba ni vitu vingi ambavyo amevipitia kutokea kwenye kazi nzima ya sanaa ya muziki. Nadhani umeangalia interview ambayo imefanyika ya Ben Paul. Ndio. Na amezungumza story yake nzima ya maisha kwamba kuna nafanya kwa anapitia. Je, hicho kitu ambacho alichokizungumza Ben Paul kinakuwa kina ukweli kiasi gani kwenye maisha? Mnapitia kweli maisha kama hayo? Hapo siwezi kusema ndio kwa sababu unajua maisha tunatofautiana. Naweza kuwa mwenzangu alipitia yale, mimi nikapitia haya. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo. Kwa hiyo siwezi kusema ndio au hapana. Ila tu alichopitia labda alikuwa ni wakati wake. Kwa nini wasanii wengi wanasema kwamba maproducer mikoani bwana hawafanyi vizuri, tunataka kwenda kwa maproducer mbele kama kina Stukiza kina nani? Hilo kitu unaweza kujitetea vipi? Ni kwamba kweli nyinyi hamfanyi vizuri, twende kwa kina Stukiza, au mnafanya vizuri, sema kuna namna fulani ambavyo labda zinataka zifanyike? Mimi siamini kama producer hawezi kufanya vizuri. Kwa sababu paka unakuwa producer na maana wewe tayari ni mwalimu wa muziki. Msanii anapokuwa anakuja msanii kama mwanafunzi, natakuwa umwelekezi hapa ili muweze kufanya kitu kizuri na pia mshirikiane. Sasa unakuta asilimia kubwa shida inaweza pengine zaka kwa producer, siwezi kuwatetea sana asilimia 100 hapana. Lakini changamoto kubwa sana pengine unaweza kukuta msanii unakuta labda ndio hivyo kuimba vocal zake bado, kimwambia fanya hivi yeye tayari ni mjuaji, anajua zaidi yako. Ila kuna producer wengine ambao wanaangalia hela. Umefika tu bwana hivi msanii unaweza kukuta anaimba vizuri. Vizuri. Unapiga ushasiku haya bana nenda. Hata back vocal weki nini ananyosha si beat lake hapa anakupa kazi. Kwa sababu kusema kuna sana wengine anaangalia hela. Wewe unaangalia nini sana kwenye kazi za muziki? Mimi bwana, mimi kwanza huwa najali hela mtu. Kwa sababu sijui ile hela kaipataje kwanza. Mpaka anakuja kufanya kazi, mtu kachimba mitaro, unajua. Yaani kile kiasi ambacho nimekubaliana naye na nimekiridhia. Basi ndio hicho nitaka kufanya naye kazi. Kutokea Morogoro mpaka Kilimanjaro, ni kipi ambacho kilikuvutia zaidi kuhamia Kilimanjaro? Na ulikuwa ni producer mkubwa tu pale Morogoro. Kubadilisha mandhari. Na ikitokea sasa unaumbuisha waza labda unaweza kutaka kushift tena kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, au hapa umefika kwamba ni mkoa ambao kidogo unakupendeza? Sio, ni mipango ya Mungu. Sijui. Kwa hujawaza yani? Mimi sijawaza. Msanii gani wa Kilimanjaro ambaye unamkubali? Mimi wasanii wote nawakubali wa Kilimanjaro. Mmoja ambaye akifanya ngoma sema ni huyu aniangushi, ni msanii mkali sana kwa hapa Kilimanjaro. Kwa ambao nimewasikia kama wako sawa tu. Sijaona top. Na ikitokea kwamba wanakuambia chagua msanii mmoja mkali, unaweza kumchagua nani ambao wanasema natamani kufanya kazi na msanii fulani kwa hapa Morogoro? Unanipa mtihani hapo. Hapa au Morogoro au Dar es Salaam, popote tu pale. Ambaye amesema of course natamani sana kufanya na msanii fulani kazi. Msanii yoyote. Of course Tanzania. Mtanzania yani. Okay. Kwa Tanzania msanii ambaye top ambaye natamani kufanya naye kazi siku moja. Nione changamoto zake ni zipi. Kwanza ni Mario. Mario sharp kwako, ambapo kila bwana amekuchagua kwamba wewe unaweza kama mtu ambaye anaweza katamani kufanya kazi na wewe. Kwa kama unaangalia kupitia Mastori Mob, unaweza ukamtafuta ukambie pale, na mtu akitaka labda kufanya kazi na wewe au kupata connection yako, anaweza kupata vipi? Anaweza kanipata kwa njia ya mawasiliano. Ila pia anaweza kanipata katika mitandao ya kijamii kama TikTok au hata YouTube kule. Hata Instagram. Kote. Tuko live kupitia Ropai Online TV, kipindi Mastori Mob, na kwenye message zangu hapa naona kuna jamaa anaitwa Adat ni director huyu kutokea Katavi, kasema huyo bwana ana confidence sana na ninapenda ambavyo anavyoongea. Kwa hiyo amependa, lakini kasema kwamba ningependa kujua kwamba kuna production, msanii na producer. Ndio. Nani mkubwa kuliko mwingine? Production
msanii na producer. Nani ni mkubwa kuliko kitu kingine? Yaani hivyo vitu vitatu ambavyo amevitaja. Bila producer sasa utafanyaje hiyo production? Ya vifaa ndio. Sasa vifaa unaweza kuwa na vifaa. Lakini sasa bila producer inakuwaje? Yeah. Kuna jamaa akasema kwamba nimekuja siku moja hapo studio kwako bwana. Ukanitezea ngoma lakini watu walalamika sana kwamba sauti yangu haija sound vizuri. Sasa yani yeye hajaimba vizuri kwamba producer hajamnyosha. Hicho kitu pia unaweza kujitetea. Ndio anasema sasa tayari kishasema. Mimi kwa upande mwingine naweza nikasema kitu kimoja. Nadhani hiyo shida kama imetokea kwake na nishafanya kazi zaidi ya moja na nyingi zimeenda redioni na sijapata malalamiko aina yoyote. Kwa hiyo nahisi ni mapungufu ambayo pengine nilimwambia hakuyafanyia kazi na akaja hivyo hivyo akawa ananipa changamoto upande mwingine. Nyimbo gani ambazo unafanya? Kama vile bongo flava, gospel pamoja na nyimbo za kiasili. Wewe unafanya sana nyimbo gani? Mimi nafanya zote. Ila sehemu ambayo nimebase sana. Hizi za kawaida hizi. Bongo flava nini hizi. Lakini na ili gospel pia nafanya. Ya hata kwaya pia nafanya. Yaani zote nafanya. Cha mwisho ambacho ungependa nikuulize na mimi sikukuuliza kutokana na kusahau, kutokana na wanadamu wangu. Labda ni kipi ambacho ungependa kumwambia mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV? Mimi ningependa kuambia kwamba wasichoke kusikiliza au kuangalia. Maana kuna vitu moto na vizuri, pia kuna vingi vya kujifunza. Na kama hivi leo nipo, nadhani kuna wasanii wamenisikiliza hapo. Na wengine wasema, "Huyu jamaa anapatikana wapi?" Mimi napatikana Ropai Production. Tuko Soweto hapa, Kilimanjaro, mjini hapa, Moshi inamaanisha. Na ukitaka kunipata kwa namba zangu unaweza kunipigia tu kwa 07 79 80 30 90. Okay. 07 79 80 30 90. Okay. Basi mimi nadhani hicho ndio cha mwisho ambacho unachopenda kumwambia mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, sio? Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV. Kama ambavyo nilikwambia kwamba kipindi cha Mastori Mob kinaruka live kutokea Ropai Online TV, lakini nyuma ya kamera yuko Director Nedi ambaye ameweza kufanikisha jambo hili kaendelea, lakini kwenye upande wa makeup yuko hapa Ikunda pale beauty salon ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho ambacho umekiona, lakini kwenye sound pia alikuwa bwana Adat aliweza kufanya sound na nini na kila kitu. Nikwambie tu jukumu lako ni moja, usahau kusubscribe, like, share, comment Ropai Online TV. Lakini leo hii nilikuwa na Skilla, producer kutokea pale Ropai Production. Unaweza kusema bwana na unafanya hivi kama vile kuna upendeleo. Hapana, ni kwa sababu kwanza leo rasmi tumeanza kwenda live kupitia Ropai Online TV. Kwa hiyo kama ni producer kutokea sehemu yoyote ile ambayo unajua unaweza kufanya kazi na sisi, kuongea na sisi, kufanya interview na sisi, kuzungumzia kazi yako, karibu sana Ropai Online TV. Lakini kama bado hujasubscribe, jukumu lako ni moja tu, usahau kusubscribe, like, share, comment Ropai Online TV. Hapa kuna movie ambayo inafanya vizuri. Nikasema lazima nikusanue bwana kwenye kipindi hicho ambacho kinazidi kuendelea. Movie ambayo inafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia pale YouTube unaweza kaicheki pale, inaitwa kuna movie inaitwa Ubaya Ubwela ambayo ndio imeshika namba 1 kwenye picha kali, video nzuri na imefanyika kutokea pale hapo siwezi sema. Ukiingia pale unaweza kaikuta pale. Lakini kuna movie nyingine pia imefanyika kupitia kwa Kamili pale, Kamili Studio ambayo inaitwa Karata. Iko pale YouTube, unaweza kaifika pale ukaangalia. Lakini jukumu lako ni moja tu, subscribe, like, share na comment Ropai Online TV. Kwa hiyo karibu sana ili uweze kuja na wewe pia hapa kuweza tuzungumze mimi na wewe kwamba kuna kipi ambacho unataka tukizungumze. Mwaliko unaruhusiwa, ni for free, unaweza kufanya kwa kipindi cha mwanzoni. Namba yetu ya simu ambayo unaweza kutupatia kutokea hapa pamoja kwa moja Ropai Online TV na Ropai Update ni 0710